Basi tunaendelea na ibada yetu kipindi cha 3, kipindi cha mahubiri. Ibada yetu ya tarehe 20 mwezi wa 6 2021. Somo letu kichwa chake kinasema Yesu Kristo ndiye njia sahihi ya kupata uzima wa milele wala sio miungu. Yesu Kristo ndiyo njia sahihi ya kupata uzima wa milele wala sio miungu. Ninamshukuru Mungu kwamba kipindi cha kwanza, kama ulisikiliza mtumishi akifundisha Biblia katika kitabu cha Yohana, iko sambamba kabisa na somo hili ambalo nitakalokwenda kufundisha. Pia tumegusagusa hata kwenye nyimbo ya mwisho kabisa. Lango ni Kristo peke yake. Na kama lango ni Kristo peke yake, maana yake hakuna mbadala mwingine. Lakini cha ajabu, wanadamu wamejiwekea mbadala mingi, kila moja na mbadala wake. Lakini sisi uhalisia tunaangalia lango ambalo ni moja. Kristo ndiye njia pekee ya kupata uzima wa milele. Somo letu linagusa maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza ni eneo la watu ambao aidha hawajaipata Injili, aidha wameipata Injili ya Kristo wakaikataa, maana yake hawajaokolewa. Eneo la pili ni la watu ambao wameisikia Injili wakaokolewa, alafu baadaye wakakengeuka, wakamwacha Kristo, wakaziendea njia mbadala ambayo ni miungu yao, wakarudi kule walikokuwa kabla hawajaokolewa. Kwa hiyo tutakuwa katika maeneo mawili. Katika maeneo haya mawili mle ndani kuna tabaka tofauti katika maeneo haya mawili. Kwa hiyo tutaenda tunajifunza moja baada ya jingine. Hebu tusome kwenye kitabu cha Yohana 14 mstari wa 6. Pale Kristo anathibitisha yeye mwenyewe kwamba yeye ndiye njia, yeye ndiye njia, yeye ndiye njia, kweli na uzima. Anathibitisha, anasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yeye ndiye njia, mtu hafiki kwa Mungu Baba ila kwa njia ya Kristo. Pasipo njia ya Kristo hakuna kuiona njia ya kuenda katika uzima wa milele. Anaendelea kuthibitisha, bado tunaangalia kuthibitisha. Anaendelea kuthibitisha katika kitabu cha Mathayo mlango wa 11 mstari wa 27. Mathayo 11:27. Anasema, akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuae Mwana ila Baba, wala hakuna amjuae Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda amfunulia. Kwa tunaona kwamba Kristo anathibitisha kwamba vyote amepewa na Baba yake ambaye ni Mungu Baba. Kwa hiyo huu ni uthibitisho kabisa kamili kwamba yeye ndiye njia, hakuna mwingine, kwa sababu hatujaona kwamba kuna mtu mwingine ambaye labda amepewa vyote tofauti na Kristo. Kwa hiyo ndio maana tunathibitisha na sisi kwamba ambaye aliyepewa vyote ni Kristo, ndiye njia sahihi ya kupata uzima wa milele. Lakini ukikuta sasa wanadamu wanapingana na hilo neno la Mungu, wako kinyume na hilo neno la Mungu, tutakwenda kuangalia nini wanadamu wanasema. Tutakwenda kuangalia nini wanadamu wanasema. Na hajakomea hapo.
anaendelea kusema tena katika kitabu cha Yohana hiyo 10 mstari wa 24. 10:24. 10:24 anasema, basi Wayahudi walimzunguka wakamwambia, hata lini utatuhangaisha nafsi zetu? Kama wewe ndiwe, utuambie wazi wazi. Yesu akawaambia, naliwaambia, lakini ninyi hamkusadiki. Kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinazonishuhudia, lakini ninyi hamkusadiki kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Anaendelea kusema mstari wa 27, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami na wajua, nao wanifuata. Kwa hiyo yeye Kristo ndiye njia, ambaye ndiye mchungaji mwema, na kondoo wake wanaisikia sauti yake, na ndio wanaomfuata. Kwa hiyo Kristo, hatuna shaka kwamba sio njia sahihi ya kupata uzima wa milele. Na tunaendelea kuangalia ni jinsi gani ambavyo sasa watu, dunia inasema. Dunia yenyewe inasema kwamba yote ambayo Kristo anayothibitisha sio kweli. Sio kweli. Dunia inasema hivyo. Sasa kama sio kweli, ni nini kama sio kweli? Hebu twende tukaangalie, tufunue kitabu cha Ezekieli mlango wa 18 kuanzia 25 mpaka 29. Nitasoma Ezekieli 18, Ezekieli 18 kuanzia mlango wa 25 mstari wa 25. Kuanzia mstari wa 25 Hapana, nimekosea. Twende Malaki 3:14. Malaki 3:14. Malaki 3:14. Anasema, nitasoma mpaka 15. Mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida, na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake na kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi? Tuangalie tena Kutoka 5 mstari wa 1 na mpaka wa 2. Kutoka 5 mstari wa 1 mpaka wa 2. Kutoka 5 mstari wa 1 mpaka wa 2. Anasema hivi: hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao, wakasema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende ili kunifanyia sikukuu jangwani. Farao akasema, Bwana ni nani hata nisikie sauti yake na kuwapa Israeli ruhusa waende zao? Mimi simjui Bwana, wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao. Kwa hiyo tunaangalia jinsi ambavyo wanadamu wanakuwa kinyume, tofauti na maelekezo ya Mungu, kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima. Lakini mwanadamu hataki kujua kwamba Kristo ndiye kweli ambayo inamuongoza kila mmoja, Kristo ambayo ni neno la Mungu. Kwa hiyo tunapokuwa tunalisoma neno la Mungu, tunapata uongozi wa kwamba ambapo tunapostahili kuelekea ni wapi. Kristo anatuelekeza katika neno la Mungu. Lakini mwanadamu hahitaji kusikia sauti hii.
ambayo ni ya Kristo, ambayo Kristo anayoisema kwamba mimi ndiye njia, kweli na uzima. Kwa hiyo kwa nini mwanadamu hataki kusikia? Hawezi akaacha tu kusikia kila ambacho Kristo anasema. Yawezekana kuna kitu ambacho tutakwenda kukiangalia baadaye, kila ambacho kilichomo ndani ya moyo wa mtu ndicho kinachozuia ili mtu asiamini neno la Kristo. Lakini kwa maneno haya tukiangalia hata wana wa Israeli, wakati Mungu anawataka watoke kule, Farao alikataa, akasema Bwana ni nani? Mimi simjui Bwana na wala simtambui. Kwa hiyo ile taswira ile sio kwamba ilikomea kule. Maana yake ni kwamba hata leo watu hawamjui, hawamtambui. Hata injili ikienda kuhubiriwa, tunapokwenda kuhubiri injili, kuna watu wengine ambao hawataki kuisikia injili. Mioyoni mwao hawamtambui Bwana ni nani, hawamtaki Kristo ni nani, maana hata neno kulisikia hawalitaki. Kwa ndio maana tunaona hii taswira, kwamba taswira hii inatuonyesha kwamba Kristo anapokuwa anahubiriwa mahali popote pale, kama mtu ambaye hajakaa vizuri na kama mtu ambaye hajaisikiliza injili, neno la Mungu vizuri, hawezi hata akalitia jina la Bwana. Tunaangalia huku Farao hakuwa mtu wa Mungu, maana yake alikuwa mtu wa miungu. Tukija hata Malaki, watu hawa walikuwa ni watu wa miungu. Ndio maana wanahoji kwamba kwani tumemtumikia Mungu mara ngapi? Kwani tukitumika mbele za Mungu tutapata faida gani? Hakuna faida yoyote ambayo tutakayoipata. Lakini maana wakiwa na maanisha kwamba wanatofautisha pale kwamba wakitumikia miungu yao kuna faida wanayoipata. Wakimtumikia Mungu wa mbinguni hakuna faida wanayoipata. Na wakati huo alikuwa akisema haya maneno, ilikuwa ni taswira ya sasa hivi ndivyo watu wanavyoishi. Kwamba wakitumikia miungu wanaona kuna faida wanayoipata. Wakimtumikia Mungu wa mbinguni ambaye ni Kristo, hawapati faida wanayoitaka wao wenyewe. Kwa hiyo wanajitahidi kukwepa, kiasi kwamba watu wanapoipeleka injili, tunapokwenda kuihubiri injili, wanajitahidi wasisikilize ile injili ambayo inayohubiriwa, maana miungu haitaki. Kwa hiyo ndiyo tofauti ambayo inayokuwepo, inawasababisha watu wanashindwa hata kuliitia jina la Kristo, manake wamefungwa. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya mlango wa 61, Kristo alikuja kuzifanya kazi hizo zote, kuwafungua waliofungwa, kuwaweka huru ambao wametekwa, kuwafanya wote ziko pale. Ambavyo hawataki kufuata Kristo, lakini Kristo ndicho alichokuja kukifanya. Kwa tunajifunza nini hapa? Tunajifunza kwamba watu ambao wanaotusikiliza ni kwamba njia pekee ya kupata uzima wa milele ni Kristo peke yake. Ni kulitia jina la Kristo. Hata sisi ambao tuko hapa ni lazima tukue katika Kristo, katika neno la Mungu. Tumekwisha kuokolewa tayari, lakini tunahitaji kukua katika neno la Kristo. Kwa sababu hatuwezi kukua tofauti na neno la Mungu. Neno la Mungu ndio linatupa kukua, kuongezeka siku hadi siku. Kwa hiyo tunaendelea kuangalia kwamba kumbe dunia hii usipokuwa una Kristo ndani, maana yake ni kwamba huwezi ukampendeza Mungu. Tuangalie kitabu cha Zaburi mlango wa 145. Zaburi 145 mstari wa 17. 145 mstari wa 17.
45 mstari wa 17. Biblia inasema, Bwana ni mwenye haki njia zake zote, na mwenye fadhili juu ya kazi zake zote. Bwana ni mwenye haki. Kristo ni mwenye haki, maana amepewa vyote na Baba yake, na kazi zake zote ni za haki. Kwa hiyo hatuna sehemu nyingine ambako tunapokwenda kupata haki. Ukisha liitia jina la Kristo ukapata wokovu, maana yake umepata haki. Haki iko kwake Kristo peke yake. Kwa hiyo mtu akisema mimi ninayo haki, hajaliitia jina la Kristo, maana yake ni kwamba bado hajapata haki. Watu wengi wanajipa haki pasipo kujua, pasipo kumjua Kristo, wanajipa haki. Lakini kumbe tukiendelea kumfuata Kristo, yeye ndiye mwenye haki peke yake. Hebu turudi kushoto kwenye Zaburi hapa. Kushoto 111 mstari wa 10. 111 mstari wa 10. Biblia inasema, kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa hekima. Wote wafanyayo hayo wana akili njema. Sifa zake zakaa milele. Nitarudia, kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa hekima. Wote wafanyayo hayo wana akili njema. Sifa zake zakaa milele. Kwa hiyo tukiendelea kumcha Bwana, tunapata hekima. Sifa zake zinakaa milele ndani yetu. Sifa za Bwana zinakaa milele ndani yetu. Hebu tuende tukangalie kila ambacho mwanadamu kinasababisha ndani yake anashindwa kumwamini Kristo ni nini. Kuna andiko moja nalitafuta hapa, na naona sikulinakili vizuri, ndio lingetupa taswira. Twende tukangalie kila ambacho kinamzuia mtu asiweze kumwamini Kristo, awe ameokolewa awe hajaokolewa. Lakini hapa ni imani ambayo inasababisha kwanza aliyeokolewa aishi katika Kristo, aweze kulisoma neno la Mungu likakaa. Ambaye hajaokolewa, kinachozuia asitake kuokolewa. Tutakwenda kuangalia, maana hapa Kristo yeye anathibitisha kwamba yeye ndiye njia, lakini watu hawataki. Na huku ambao wameokolewa tayari wamekengeuka, hawataki kuisikia sauti ya Kristo. Wameokolewa, wamemaliza, alafu wakakaa hivyo hivyo. Hawataki kuongezeka siku hadi siku. Tusome kitabu cha Ezekiel 14 mstari wa 2 na mpaka wa 5. Ezekiel 14 mstari wa 2 na mpaka wa 5. Ezekiel 14 mstari wa 2 mpaka wa 5 anasema hivi: ndipo neno la Bwana likamjia kusema, mwanadamu, watu hawa wametwaa vinyago vyao na kuvitia mioyoni mwao, nao wameweka kwazo la uovu wao mbele ya nyuso zao. Je, ni laiki yangu niulizwe na wao katika neno lolote? Tunaendelea mstari wa 4. Basi sema nao uwaambie, Bwana Mungu asema hivi:
kila mtu wa nyumba ya Israeli atwae vinyago vyake na kuvitia moyoni mwake na kuliweka kwazo la uovu wake mbele ya uso wake na kumwendea nabii, mimi Bwana nitamjibu neno lake sawasawa na wingi wa sanamu zake, ili niwakamate nyumba ya Israeli mioyo yao wenyewe kwa sababu wamefarakana nami kwa vinyago vyao. Kwa hiyo tukumbuke kwamba Kristo tunapokuwa tumeokolewa tukalitia jina la Bwana tukapata wokovu, lakini bado kuna vitu ambavyo vinaweza vikasababisha mtu akamwacha Kristo. Manake Biblia inasema kwamba mtu akisha okolewa akapata wokovu akarudi nyuma, hali yake itakuwa mbaya zaidi. Na kinachosababisha hali yake kuwa mbaya zaidi ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya vinyago vilivyoko ndani ya moyo wake. Ni kwa sababu ya miungu iliyoko ndani mle. Kwa sababu wakati ameokolewa akasamehewa dhambi zake, lakini hakuacha kuishi maisha yale aliyokuwa naishi kabla hajaokolewa. Sasa ndiyo maana shetani hazuiliwi. Hata kama wewe umeokoka, roho yako imepata haki ya uzima wa milele, maisha yako ni lazima, kama ukienda tofauti na jinsi ambavyo Mungu anavyohitaji, shetani anaingia. Kwa hiyo ni nini ambacho shetani anaingia? Kwa sababu umefungua mlango. Tunaona hapa Mungu anasema wana wa Israeli wameweka vinyago ndani ya mioyo yao. Maana yake ni miungu ambayo wanaendana nayo, wanamwabudu Mungu, wanaendelea kwenda kanisani kama kawaida, lakini wana vinyago. Wakristo wanakwenda kanisani lakini wanabeba vinyago wanavyo ndani ya mioyo. Kila siku wanainama mbele za Bwana, wanamuomba mbele za Bwana, lakini ndani wana vinyago. Ndio maana hapa anasema hivi, mimi nitawezaje kuwasikiliza watu hawa? Mbona wamebeba vitu ndani humo ambavyo mimi ni chukizo mbele zangu? Hebu nenda kawaambie, mimi kwa hao wanaoomba, basi mimi nitampa kila mmoja kwa jinsi ambavyo alivyo. Maana amemkataa Kristo. Maana hataki kusikia sauti ya Bwana. Anasema Bwana ni nani ambaye nimsikie sauti yake? Anakaa na kataa ndani yake. Hawezi akatamka kwa kinywa mtu akamsikia. Hapana, matendo yake yatathibitisha kwamba kilichoko ndani ya mtu huyu ni nini. Maana Biblia ndiyo inasema kwamba Mungu atamjibu mtu kutokana na jinsi alivyo, kutokana na vinyago alivyovibeba. Hao ni wana wa Israeli. Wana wa Israeli ndio leo wa Kristo. Ilikuwa taswira yetu leo tunavyoishi. Haijalishi umelikiri jina la Kristo, maisha yako yakoje katika Kristo? Unasafirije na Kristo? Kunapokuchwa maisha yako yakoje na Kristo? Wapo leo tunawaangalia, tunaona watu na wengine tunawadhibitisha kwa macho, lakini wameokolewa, maisha yako yako tofauti kabisa. Kila siku tunahubiriwa na mtumishi hapa kwamba tunasikia, na hata sisi tunathibitisha hivyo, kwamba wale wanaotembea uchi barabarani ni wa nini? Ni wa Kristo. Wavaa milegezo ni wa Kristo. Mashoga kub% ni wa Kristo. Nini kinachosababisha?
Kinachosababisha wanakiamini kile kilicho ndani humo, walichowekewa ndani na dunia. Maana yake wameweka vinyago ndani, ndivyo vinavyowaongoza. Hawaongozwi na neno la Kristo. Japokuwa au waliliitia jina la Kristo wakapata wokovu, lakini maisha yao ya kila siku ni machafu. Kwa hiyo dunia imeshachafuka hivyo. Imebeba vinyago ambavyo viko ndani ya mioyo ya watu, kiasi kwamba Mungu hata kulipa ni rahisi tu, kwa sababu amesema hapa kwamba mimi nitamlipa, mimi nitampa mtu yoyote sawa sawa na jinsi alivyo. Kwa hiyo tusione ajabu kwamba watu wanalipwa tofauti tofauti. Ninavyolipwa mimi tofauti na ninavyolipwa mtumishi, tofauti unavyolipwa wewe tofauti na anavyolipwa na mwingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa watu wameweka vinyago. Mimi kama nimeweka vinyago ndani mwangu, nasimama madhabahuni kwamba ninafundisha, lakini mimi kumbe nafundisha, nina vinyago. Mafundisho ninayoyafundisha yanatokana na vinyago na miungu iliyoko ndani. Basi Mungu atanilipa kutokana na jinsi ambavyo mimi nakwenda mbele ya madhabahu yake nafundisha na vinyago ambavyo viko ndani mwangu. Ndio maana unaona watu wanakatika tu, sio kwa bahati mbaya. Mungu anaangalia nikate wapi niache wapi, nikate wapi niache wapi. Tumisha ametuambia hapa kwamba alifundisha lile somo la TB Joshua, na kweli wengi walimtukana, na kama matusi au 300 yamefika huko, lakini kumbe ni sahihi, ni kweli alichokihubiri. Maana watu wanaliitia jina la Bwana, alafu wanapoanza wanapewa kumtumikia Bwana, wanakengeuka, wanamwacha, wanabeba vinyago vingine, wanachukua miungu ndio wanatumika nayo kwa jina la Kristo. Sasa kwa nini Mungu asilipe? Kwa nini Mungu asilipe? Maana anasema wameweka kwazo mbele ya nyuso zao. Kwa nini Mungu asilipe? Kila siku tunahangaika, tunasema dunia, hili gonjwa, hiki na hiki. Ni kwa sababu vinyago watu wameviweka, hawataki kumwamini Kristo. Lazima alipe kutokana na jinsi mtu alivyo. Amelitia jina la Kristo, hajalitia, Mungu analipa. Kwa sisi tusiwe hivyo. Kuna vinyago vingi ambavyo viko ndani ya mioyo ya watu. Jikague, jichunguze wewe mwenyewe. Kila mtu anayo maisha anayoishi, sio kwamba hayajui. Anayajua maisha haya. Na mimi najua ninavyoishi. Kila mmoja ajikague anaishi maisha gani? Yukoje mbele ya Kristo? Yukoje mbele ya Kristo? Kwa tunachotakiwa ni kukaa vizuri na Mungu, kukaa vizuri na Kristo. Tusikengeuke. Kama ambavyo dunia inakengeuka, dunia imekengeuka. Haimtambui Mungu. Haimtaki Mungu. Hata kama akisema, kwa mfano wapo wahubiri wengine ni kweli kwamba wanasema, lakini hawasemi kwa jinsi ya Kristo. Kuna wahubiri wa kweli, kuna injili ya kweli na kuna injili ya uongo. Ya kweli kabisa ipo injili, na za uongo kabisa tena zipo nyingi. Sasa ni kujikagua, tuangalie maisha haya tulio nayo. Shetani ameumbwa na Mungu kwa ajili ya kazi hiyo. Imeandikwa, amemuumba mharibu kwa ajili ya kuharibu. Kazi yake ni hiyo. Kristo amekuja kwa ajili ya kukomboa na kuokoa. Kwa sisi tuangalie Kristo ambaye ametuokoa, tumepata uzima wa milele. Hatuwezi kusimama mbele ya hukumu siku ya mwisho katika kiti cha Mungu Baba. Sisi tumekwisha kupita. Sasa tuendelee kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu, maisha ya utakatifu.
Sio kwamba wakati Mungu anamwambia Ezekieli hapa alikuwa hajui kwamba Waisraeli ni taifa lake, alikuwa anajua. Sio kwamba anapomlipa mtu, sio kwamba hajui, anajua umeokolewa, anakulipa tu. Lakini roho yako iko salama. Bwana anataka awakamate Wakristo. Tusome kitabu cha Ezekieli hapa. Hiki turudi mlango wa 8 mstari wa 3. Kristo anataka kuwakamata Wakristo. Mlango wa 8 mstari wa 3 anasema hivi: naye akanyoosha mfano wa mkono, akanishika kwa kishungi kimoja cha nywele za kichwa changu, nayo roho ikaniinua kati ya dunia na mbingu, akanileta katika maono ya Mungu mpaka Yerusalemu, mpaka mlango wa kuingilia ua wa ndani uelekeao upande wa kaskazini, mahali palipokuwa pamewekwa sanamu ya wivu itiayo wivu. Mungu anataka kuwakamata Waisraeli, lakini anataka kuwakamata Wakristo leo. Hapa Ezekieli anasema hivi: akaona mfano wa mkono ukaja ukamshika kwenye kishungi cha kichwa katika roho. Maana yake hapa yuko katika roho. Roho ndiye Mungu. Anampeleka sasa kwenda kumwonyesha jinsi ambavyo watu wake wanavyoishi, wanavyomwabudu katika mahekalu, katika hekalu lake, katika makanisa. Wapo watu wengi wamejaa, wapo watu wachache katika kanisa, lakini jinsi wanavyomwabudu. Kila siku wanavyosafiri katika safari zao ya kwenda mbinguni, unasafirije? Lakini sasa anamchukua Ezekieli, anampeleka kwenda kumwonyesha nini? Jinsi ambavyo watu wake walivyo. Tusome kuanzia mstari wa 9, mlango huo. Tutaendelea, ni maneno mengi, lakini tusome mstari wa 9 huu mpaka nitakapokomea. Twende. Akaniambia, ingia uyaone machukizo mabaya wanayoyafanya hapa. Basi nikaingia, nikaona na tazama kila namna ya wadudu na wanyama wachukizao, na taswira za vinyago vyote vya nyumba ya Israeli vimepigwa ukutani pande zote. Na watu 70 wazee wa Israeli walikuwa wamesimama na kuzielekea, na katikati yao alisimama Yaazania mwana wa Shafani, kila mmoja ana chetezo mkononi mwake, na harufu ya moshi wa uvumba ulipaa juu. Tusome mstari wa 13. Akaniambia tena, utaona tena machukizo makubwa mengine wanayoyatenda. Ndipo akanileta mpaka lango la kuingilia katika nyumba ya Bwana, ulielekea upande wa kaskazini, na tazama wanawake wameketi wakimlilia Tamuzi, na kuendelea. Sasa haya ndiyo mambo yaliyokuwa katika hekalu la Mungu, ambayo yako katika makanisa, yako katika makanisa. Kuna vinyago, kuna wadudu wengi, yani tofauti. Ni habari ndefu. Lakini ni Wakristo, lakini wanakaa wanaabudu na haya madude yako. Wanawake wako 25.
wameligeukia hekalu, wanaliabudu jua. Alafu hapa kwa hawa ambao hivi vinyago na madudu mengi yako ndani, kuna mtumishi wa Mungu Yaazania, huyu mwana wa Shafani huyu. Ukisoma kwenye Ufalme, na kama sikosei Ufalme wa pili, kuna habari zake huko Shafani. Ana historia habari zake huko kwamba yeye ndiye aliyepewa kitabu cha neno la Mungu halisi. Maana yake ni mtumishi, yuko amesimama katikati ya watu wa Kristo hao. Maana yake ni kiongozi wa dini ambaye amebeba ujumbe wa taswira za vinyago. Mtumishi kila wakati anaimba hapa, anasema sana. Lakini wanapopokea hayo mahubiri, mafundisho, wanayapokea tofauti. Ni kweli, maana imeandikwa. Sasa wana wa Israeli walimwabudu Mungu hivyo, walimkataa Mungu, na ambao ni Wakristo wa leo ambao wanaikataa injili ya Kristo, ambao wanakataa neno la Kristo. Mwongozo wote wa maisha, hata kama umeokoka, mwongozo wote wa maisha ya kwenda mbinguni uko ndani ya neno la Kristo. Lakini watu wanaweka pembeni na wanakwenda makanisani, wanaishi kwa mwongozo wao, mwongozo wa vinyago vilivyoko ndani ya mioyo yao. Wanaishi kwa hivyo. Kwa nini Mungu asilipe? Anapolipa Mungu, watu wanaanza kusema Mungu huyu sijui nini imefika wapi. Watumishi wa Mungu wanapahubiri kweli juu ya malipizi haya, watu wanalalamika. Maana yake wewe uko upande gani? Kwa upande wa vinyago, upande wa miungu? Na hawa watu wanafundisha kutokana na miungu yao. Kwa ndugu zangu, sisi tusiwe hivyo. Tusikilize kile ambacho tunachofundishwa. Ndio maana tumisha anasisitiza, soma Biblia. Soma neno la Mungu, usidanganywe. Usidanganywe. Biblia ni muhimu. Hata sisi na mtumishi pale hakuzaliwa anaelewa Biblia. Na mimi nilikuwa sijui hata kuifunua kuangalia hiki nini, sikujua. Lakini ni kutokana na kusoma neno la Mungu. Soma neno la Mungu. Badala yake kilichopo wa Kristo wanaziweka katika katika makabati yao. Akitoka hapa leo, leo ni Jumapili, anafika anaweka kwenye kabati, anaendelea na mambo mengine. Lakini kumbe kile ulichokiacha kukisoma kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Jumamosi ni kikubwa, ambacho kingekuongoza tofauti na jinsi ambavyo dunia inavyokuongoza. Tunatoka kila siku asubuhi, mtu anapotoka nyumbani, unaingia barabarani tu hivi, dunia inaanza kufundisha. Inafundisha vinyago. Maana wote hao tunaoona wote ni Wakristo, wanakwenda makanisani. Wakati tunasubiri bajaji waje, kuna mama mmoja, bila aibu, naomba nitamke tu kwamba alipita hapo, anakwenda M-Pesa, na muangalia hivi, amevaa skin tight na jacket, na ni Mkristo. Anataka atoke hapo akajipodoe, alafu aende wapi? Kanisani. Hata huna aibu, uko mazingira ya nyumbani kwako, na hakuwa mtu wa mbali, anamfahamu mazingira hayo ambayo huwa tunapangia bajaji pale.
pale jirani kuna M-Pesa. Sasa unashangaa hiki kinachofanywa hiki ni nini? Hayo ndio maisha ya vinyago ambavyo viko ndani. Huyo naye mama huyo ana kinyago, ana Mungu wake aliyeko ndani anayemuongoza. Ukifanya hivi ni sahihi, ukifanya hivi ni sahihi, usifanye hivi. Nina imani na watoto wanajifunza nini kutoka kwa mama. Wakati huo ilikuwa ni kwenye 2:00. Sio kwamba walikuwa wamelala watoto, walikuwa wameamka. Yamkini walimuona mama anatembea hivyo. Maana yake sasa watoto kama hawa na yeye atataka hivyo. Ukimzuia umekosea, maana wewe ndio uliyemfundisha. Kwa hiyo dunia ndicho inachofundisha. Kwa hiyo tuangalie sana mambo haya tunayokuwa tunajifunza kila siku huko duniani ni mengi kuliko ambayo tunajifunza katika neno la Mungu. Tuangalie sana. Ni vitu ambavyo sio rahisi. Ni kweli mtumishi wanasema sio rahisi. Hata hapa alikuwa anatuambia anatuuliza kwamba je, ni rahisi? Ulifuata neno la Mungu? Sio rahisi. Unatakiwa ujikane. Bila kujikana na kubeba msalaba huwezi ukampendeza Mungu. Huwezi ukampendeza Mungu. Lakini kuna mambo mengi katika sura hii ya kujifunza. Kuna mambo mengi kabisa. Lakini ngoja twende kutokana na muda ambao unaweza ukaniacha. Twende tusome kitabu cha Yeremia mlango wa 2 na mstari wa 27. Kitabu cha Yeremia mlango wa 2 27. Anasema mstari wa 27 anasema, waliambiao gongo la mti, wewe u baba yangu, na kuliambia jiwe, ndiwe uliyenizaa, kwa maana wamenipa mimi visogo, wala hawakunielekezea nyuso zao. Lakini wakati wa taabu watasema, simama ukatuokoe. Unaona watu hao jinsi walivyo. Wamemtega kisogo, hawamtaki. Lakini wanapopata shida unawakuta makanisani kuna mikesha ya maombi. Kila mtu analia kivyake. Mwingine anagonga ukuta, mwingine anatembea kuanzia huku mpaka kule, anarudi tena. Kazi yake ni hiyo tu, anaomba, lakini ndani humo amejaza vitu. Vimejaa ndani. Atakapotoka hapo kanisani, akitembea kutoka barabarani tu anaanza. Maana ni maisha yake. Huyo hajafunguliwa na Kristo ndani. Neno la Kristo halijakaa mle ndani, halijachukua nafasi ile ambapo shetani amekaa ili neno likae pale apone. Bado ila anapeleka unafiki mle ndani kwenda kuonekana kwamba na yeye anamwabudu Mungu, anamtukuza Mungu, kumbe hamna. Wakipata shida wao ni wepesi na haraka kuja kuomba. Mimi niwape nini sasa? Tulisoma Mungu analipa kutokana na mtu jinsi alivyo. Wewe omba tu. Wewe ipende dunia, uendane na dunia. Ipende dunia, uendane na dunia. Alafu mwisho wa siku umepata kipigo, alafu uende mbele za Mungu uanze umuombe. Mungu anasema mimi nitalipa. Siachi kulipa. Tumisha alitufundisha pale asubuhi. Mungu analipa. Ukimtumikia Mungu vizuri, anakulipa vizuri.
Ukimtumikia Mungu vibaya ovyo ovyo na kumkejeli anakulipa sawa sawa na jinsi ulivyofanya kazi. Kwa nini asilipe? Tuendelee 28. Anasema hivi: lakini wako wapi miungu yako ulioifanya? Anawauliza sasa. Na wasimame hao kama wakiweza kukuokoa wakati wa taabu yako. Kwa maana hesabu ya miungu yako ni sawasawa na hesabu ya miji yako, Yuda. Maana si unao? Hao ndio unaoabudu kila siku. Anawauliza sasa, wako wapi miungu yenu? Sasa si hao waokoe? Hao wawape utajiri? Hao wawape mafanikio? Ndio maana unaona wanakwenda kukanyaga mafuta, wanakwenda kula keki, wanakwenda kufanya nini na nini huko, tutakwenda kuviona huko. Ni kwa sababu hiyo ni miungu, napewa na miungu. Sasa wanataka kuokolewa. Wanataka, miungu haiokoi. Mungu ndiye anayeokoa. Anawauliza sasa, iko wapi miungu yenu iwaokoe? Ujumbe wake ni nini? Tunawaambia watu hawa ambao hawataki kuokoka, ambao hawataki injili ya Kristo ili wapate uzima wa milele, hiyo miungu waache. Hiyo miungu waachane nayo, waitupe. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 19, Paulo alipoihubiri injili, hao waganga, hao waaguzi walipolipokea jina la Kristo wakatubu, wakaliitia jina la Kristo, walikusanya vyote walivyokuwa navyo, miungu yao yote wakaikusanya, wakaichoma moto. Biblia inasema na thamani yake yapata 50,000. Sasa kwa nini wao wasiachane na hiyo miungu? Kwa nini wasiachane na kudanganya watu? Wakati yupo Kristo ambaye anaokoa, unapata uzima, roho yako inapona, uzima wa milele. Na hata katika maisha ya duniani hapa, katika mwili huu tulionao, unaishi vizuri kwa kulifuata neno la Mungu. Waisraeli hawakuwa hivyo, na Wakristo leo hawako hivyo. Ndugu zangu, maisha haya tunayoyasoma haya, sisi tusiishi hivyo. Sisi tumfuate Kristo, tumfuate Mungu wa mbinguni kama jinsi ambavyo anavyosema, tumfuate yeye. Maana miungu haina mbingu. Ingelikuwa na mbingu tungesema labda watapelekwa kwenye mbingu ya hao miungu. Hawana. Hawa miungu nao ni viumbe. Sasa wana mbingu ipi ambako watakawapeleka hao watu? Maana Yaazania amesimama katikati ya wazee wa Israeli, katika vinyago hivyo na taswira mbalimbali, wadudu na takataka zote. Kiongozi huyu, mchungaji huyu, askofu huyu wa dini, wote wanamsikiliza yeye. Sio ninavyohubiri mimi hapa, nyinyi mnanisikiliza mimi. Kwa maana hiyo nitakachokisema hapa hiki, nyinyi mnakiamini, maana si nina Biblia hapa. Sasa na yeye Yaazania, mtoto wa Shafani, na yeye amesimama katikati ya wazee wa Israeli, anawathibitishia mambo ya miungu. Mle ndani kwenye taswira na takataka zote, hawezi akaingiza neno la Mungu wa mbinguni, hapana. Lakini watu ndio wanapenda hayo. Hayo ndio watu wanapenda. Hayo ndio watu wanapenda.
Lakini Mungu inamchukiza. Mungu inamchukiza. Ndipo alipoamua Mungu kwenye mlango wa 9 nafikiri. Mlango wa 9 Ezekieli. Mlango wa 9 pale Mungu aliamua kutoa adhabu kwa wana wa Israeli. Kutoa adhabu kwa wana wa Israeli. Akawaadhibu. Mlango wa 9. Kitabu cha Ezekieli mlango wa 9. Na mtu twende tukaangalie pale, kuna mlango wa 9. Kuanzia mstari wa kwanza anasema, kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema, waamuru wale wanaosimamia mji wakaribie, kila mmoja na awe na kitu cha kufisha na kitu cha kuangamiza mkononi mwake. Unaona? Wanaambiwa wale wanaosimamia mji. Maana yake hili ni jeshi la Mungu. Waje na kitu cha kufisha. Mstari wa 2. Natazama watu 6 wakaja wakitokea kwa njia ya lango la juu ielekealo upande wa kaskazini, kila mmoja ana kitu chake cha kufisha mkononi mwake. Hebu tuende kwenye mstari wa 4, maana ni habari ndefu. Anasema, Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Kati ya watu 6 akaja mmoja ambaye Mungu alimwambia, pita Yerusalemu ukatie alama, kati ya watu ambao wanachukizwa kabisa na mambo yanayofanyika. Yule aliyepewa agizo hilo akaondoka akaenda kutia alama kwa watu ambao wanachukizwa kabisa. Yaani ukimwona mtu amevaa ovyo ovyo, yuko ovyo ovyo, moyo wako unataka kuchomoka, unatiwa alama. Mungu ametia alama. Kama wewe huwa unaona machukizo, unaumia ndani ya moyo wako, Mungu ametia alama. Biblia inasema, mstari wa 5 anasema, nao hao wengine aliowaambia nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake, mkapige jicho lenu lisiachilie, wala msione huruma. Waueni kabisa wazee, kijana, msichana, watoto wachanga na wanawake, wala msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza na kuendelea. Mungu anawaamuru waende wakaue, wasiachilie, alafu waanzie huko madhabahuni huko. Huko ndiko kuna shida. Huko ndiko kuna shida. Wachungaji ndio wana shida. Ndio wanapotosha watu. Sasa hivi kukanyaga mafuta wametega hapo Kimara. Watu ambao wanatoka barabara ya kutoka Morogoro wasipate shida kwenda Mwenge, Kawe, Matembele ya pili, wapo Kimara tu pale. Kwa Richard Mwacha. Naye ana redio. Kwa wanakanyaga pale mafuta, wanapewa keki pale, wanapewa vitambaa pale, wewe chochote kile. Hata ugali unakula pale. Kwa watu ambao wanaanzia Maramba Mawili, wanakwenda Matembele ya pili. Sasa wamegawana njia zote. Kule Mbagala wako.
Barabara ya Bagamoyo ndio hiyo huko Mwenge. Barabara ya Morogoro Road hapo Kimara. Kwa hiyo wewe usipokaa sawa lazima utanasika. Kwa mtego huu lazima utanasika. Sasa Mungu anasema hivi, nendeni mkaue. Lakini aliyewekewa alama msimguse. Alafu anzeni huko madhabahuni kwangu uweni. Sasa iweje? Leo watu wanahubiri kwa habari za vigogo. Hao vigogo wa mashetani wahubiri, alafu watolewe matusi, alafu walaumiwe. Lakini ukiangalia kwenye Biblia, neno la Mungu liko wazi. Yapo maandiko mengi sana sikuyasoma. Yako maandiko mengi sikuyasoma, ambayo yanawaengua hao watu wanakaa, yani wanajitenga namna hii. Hata wewe mwenyewe ukiyasoma hayo utaona wamejitenga. Hawa ni watu wa mashetani. Lakini hao watu ndio wanapendwa, maana wameipenda dunia watu. Kwenye kitabu cha mlango cha Yohana, Yohana wa kwanza mlango wa 2 kuanzia mstari wa 15 mpaka 17. Mungu anasema msipende dunia na mambo yake yaliomo, yani dunia, achana na dunia na mambo yake yote yaliomo. Nipende mimi peke yangu. Lakini watu hawataki. Ndio maana unakuta kwamba mtu akihubiri kweli hawezi akasikilizwa. Mtu akihubiri uongo anapigiwa na makofi. Hata hizi simu za kufuta, ukienda mtandaoni utawakuta kuna wahubiri kule, wazoefu wa kuhubiri uongo, alafu kanisa zima likainuka likapiga makofi. Lakini ukija ukikiangalia kile kitu, ukiingia kwenye Biblia unakikuta kiko tofauti. Amekisema hivi, kina maana hii, lakini unakuta kinapigiwa mchepuo kwa ajili ya kitu fulani ambacho mioyo ya hao watu wanataka. Wanapiga makofi. Maana ana Biblia. Si nina Biblia? Chochote nitakachokisoma hapa nikianza kuhubiri na tiririka maneno yangu mpaka mwisho, mpaka ninakunasa liko. Unanipigia makofi. Mimi ni mhubiri mzuri. Lakini kumbe iko kinyume tofauti kabisa. Biblia jinsi inasema. Kwa ndugu zangu, tuangalie. Biblia ni muhimu kusoma. Kuja kujifunza hapa Biblia ni muhimu kuja kujifunza. Sawa, tutasoma huko sisi wenyewe. Lakini kipindi cha kuja kujifunza Biblia tuje. Tuna vipindi viwili. Siku ya Alhamisi na wakati siku ya Jumapili, kipindi cha kwanza, ili tupate ufafanuzi wa maneno yaliyoandikwa. Unaweza ukawa unalisoma hilo neno sawa, lakini maana yake halisi huijui. Watu tumepita milango tofauti. Na milango hiyo yamkini tulipokea kwa mapokeo ya mafanikio huko. Na yana mahubiri ya mafanikio yana jinsi yake wanavyohubiri huko. Lakini ukweli wa neno la kweli unajitenga, unajulikana. Kwa hiyo tujifunze neno la Mungu kwa kufundishwa. Mafundisho yetu tunafundishwa Alhamisi. Tunafundishwa kipindi cha kwanza siku ya Jumapili kama leo asubuhi. Fuatilia tu